Kufuatia ziara ya Mheshimiwa Abdalla Hamisi Ulega, Waziri wa Ujenzi, aliyoifanya jijini Dar es Salaam kwenye miradi yetu ya mabasi yaendayo haraka BRT awamu ya 4, Mheshimiwa Waziri pamoja na mambo mengine aligundua changamoto ambazo zimetokea kwa watumiaji wa barabara, ambapo katika eneo la Palm Beach ambalo lipo kati ya Maktaba ya Taifa na Salenda Bridge, kuna kazi mkandarasi anayetekeleza kipande hicho cha kutoka Maktaba Mwenge mpaka Ubungo amefumua barabara katika eneo hilo na kusababisha usumbufu mkubwa kwa watumiaji wa barabara. Mkandarasi huyu anayetekeleza eneo hilo ni China Geoengineering Corporation, na anasimamiwa na mhandisi mshauri Kuno Engineering and Consulting Company Limited. Kufuatia ukaguzi huo na changamoto aliyokutana nayo katika eneo la Palm Beach, Mheshimiwa Waziri alitoa maelekezo yafuatayo. Mosi, kumchunguza na kuchukua hatua stahiki kwa mhandisi mkazi ambaye alishindwa kuhakikisha kwamba taratibu za kuanzisha kazi kwenye eneo jipya zinazingatiwa. Lakini pia Mheshimiwa Waziri alielekeza kwamba timu ya usimamizi kutoka TANROADS iweze kuangaliwa na kufanyiwa mabadiliko na maboresho kwa ajili ya kuhakikisha usimamizi unakuwa thabiti. Kufuatia maelekezo haya Mheshimiwa Waziri, TANROADS imechukua hatua zifuatazo. Moja, baada ya kuchunguza na kujiridhisha, TANROADS tayari imemondoa mhandisi mkazi mwenye jina la Rajab Rajab kutoka katika mradi huu, na mhandisi mshauri ametakiwa kumuondoa mara moja na kuleta mhandisi mbadala kwa ajili ya kuchukua nafasi yake. Hatua ya pili ni kuboresha kwa ujumla timu ya usimamizi ambayo inasimamia kwa niaba ya TANROADS, ambayo inasimamia makandarasi, lakini pia inasimamia mhandisi mshauri. Project manager ambaye alikuwa anasimamia miradi yote miwili, Engineer Ali Natai, ataendelea kusimamia BRT1. Halafu kwa upande wa BRT4 tumeweka wahandisi wawili kwa ajili ya kuongeza nguvu eneo hilo, ambao ni mhandisi Justin Moshi na Isa Mohamed, ambao wataenda kuongeza nguvu kwenye BRT4. Pamoja na wasimamizi wawili walioteuliwa kusimamia BRT4, tumeondoa waliokuwa wasaidizi hapo awali na kuweka wahandisi wengine ambao ni wazoefu zaidi katika usimamizi wa miradi. Naomba kuchukua fursa hii pia kutoa rai kwanza kwa makandarasi wote ambao wanatekeleza miradi yetu maeneo mbalimbali nchini, na hasa miradi ambayo inatekelezwa kwenye maeneo ya miji yetu ambayo yana changamoto nyingi, kutimiza wajibu wao kimkataba wa kuhakikisha kwamba wanafanya kazi kwa mujibu wa taratibu na kufuata maelekezo ya mhandisi mshauri, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba kazi zinatekelezwa kwa wakati ili kuweza kupunguza muda wa usumbufu kwa wananchi ambao barabara nyingi kati ya hizi zinakuta ni barabara ambazo tayari ziko kwenye matumizi. Kwa hiyo hivi kupunguza usumbufu, barabara hizi zinatakiwa makandarasi wetu tunawataka wazitekeleze kwa haraka, lakini bila kucompromise kwenye swala la ubora. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.